siku ya kutazama Lenzi, jambo moja kwa undani kabisa. Na leo tukitazama lugha ya Kiswahili, ambapo tunafahamu lugha ni daraja la maarifa, uchumi na utambulisho, ambapo Kiswahili ni lugha mama ya mamilioni ya watu Afrika Mashariki. Sasa kinazidi kuvuka mipaka na kuingia kwenye ramani ya dunia. Lenzi leo tunaangazia fursa zinazopatikana kwa Watanzania kupitia kufundisha Kiswahili nje ya nchi ambacho kinazungumzwa katika zaidi ya nchi 14 ulimwenguni. Karibu tutazame Lenzi ya leo. Bwana ulifikiri Kiswahili ni cha sokoni tu? 1500 cha kwa t-shirt kwa Mpemba. Hujui kuwa leo hii Kiswahili kinazungumzwa mpaka New York, Beijing na Cape Town? Tayari tunao walimu kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaofundisha lugha ya Kiswahili katika Jamhuri ya Afrika Kusini. Kutoka Tanga hadi London, Watanzania wanakifundisha Kiswahili. Nimewahi kufundisha Kiswahili na bado naendelea kufundisha Kiswahili hapa Uingereza kwa sababu naishi hapa. Na wewe je, unasubiri nini? Kiswahili, lugha iliyoanzia pwani ya Afrika Mashariki, leo hii inang'ara kwenye majukwaa ya kimataifa. Ni zaidi ya maneno, ni utambulisho, biashara na sasa ni ajira. Kuna dhana isiyo rasmi isemayo kwamba Kiswahili kilizaliwa Tanzania, kikakulia Kenya, lakini kikaenda kufia Uganda. Je, kuna ukweli wowote? Tuachane na hiyo dhana ambayo inafikirisha kidogo. Turudi katika hili nalotaka niwasilishe kwako, mwana Lenzi mwenzangu. Mimi ndugu yako wa kuchanjia damu, msaka habari, Exaudi, kijana wa Mtei. Takribani miaka 39 iliyopita, harakati za kusambaza Kiswahili ulimwenguni zilianza pale Field Marshal kutoka visiwa vya Cuba, ndugu yetu kabisa, Fidel Castro, alivyotembelea na kukutana rafiki yake mwenyeji aliyekuwa rais wa kwanza wa Tanzania, Julius Kambarage Nyerere, na kukubaliana kwamba wataleta vijana barobaro kuja kujifunza lugha fasaha ya Kiswahili. Wa kwanza ni kijana Akomino, wa pili ni kijana Orestes, wa tatu ni binti mdogo Barbara. Lenzi imesafiri hadi nchini Uingereza na kukutana macho kwa macho na Mariam Mkwavi. Huyu ni Mtanzania anayefundisha lugha ya Kiswahili kwa njia ya mtandao nchini humo. Tunaomba utujuze machache. Mosi, Kiswahili kimeweza kufungua milango ya fursa za ajira au safari za kimataifa? Ndiyo, Kiswahili kinaweza kufungua fursa mbalimbali na ajira za kimataifa. Kwa mfano, unaweza ukaja nchi za nje ukapata kufundisha lugha ya Kiswahili kwa wageni, na pia Kiswahili kinatumika katika mambo ya biashara, uchumi na siasa. Pili, wanafunzi wa kigeni huonyesha shauku gani kuhusu lugha na utamaduni wa Kiswahili? Wanafurahia sana na wanashauku sana kutaka kujua lugha na tamaduni za Kiswahili katika mavazi, chakula na katika kusoma, kuandika, kuhesabu. Inakuwa rahisi kwa watakapokuwa wametembelea nchi yetu. Hata kama sio kutembea, tunapokutana kwenye hizi jumuiya zetu, unakuta watu wameolewa na mataifa mbalimbali, wakiwa wanajua lugha ya Kiswahili wanakuwa na shauku kweli, huwezi ukaongea kitu yasijue. Mheshimiwa Balozi James Bwana akiwa Pretoria nchini Afrika ya Kusini, yeye anatujuza kama kuna mahitaji kwa kiwango gani ya lugha ya Kiswahili nchini Afrika ya Kusini. Tunao walimu kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaofundisha lugha ya Kiswahili katika Jamhuri ya Afrika Kusini katika vyuo vikuu, lakini pia wapo walimu diaspora ambao wanafundisha lugha ya Kiswahili katika sasa hizi taasisi zao binafsi ambazo wamezianzisha ndani ya Jamhuri ya Afrika Kusini. Na hivi karibuni ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliweza kushirikiana na diaspora na kuwahamasisha kujichangamkia fursa hiyo ya kukikuza na kukieneza Kiswahili chetu kwa kukifundisha sasa, na kuanzisha center mahususi ambayo itakwenda kufundisha lugha ya Kiswahili kwa njia ya mtandao. Na je, ipi nafasi ya Kiswahili katika kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia kati ya Tanzania na nchi hii ya kusini mwa Afrika? Lugha ya Kiswahili imeendelea kuwa ni jambo ambalo linaendelea kuunganisha watu wetu katika masuala hayo ya kidiplomasia pia. Kama nilivyoeleza, tayari wizara zetu zinazosimamia masuala ya elimu
zinazo hati na makubaliano ya ushirikiano katika masuala ya elimu, na ndani ya hati hizo tayari kuna eneo hilo la ufundishaji wa lugha hiyo ya Kiswahili. Baraza la Kiswahili Tanzania ni wadau wakubwa katika kukiuza Kiswahili nje ya mipaka yetu. Sasa wao wenyewe wanatathmini gani kuhusu mahitaji ya walimu wa Kiswahili nje ya nchi kwa sasa? Mahitaji yapo kwa sababu wapo watu wanaoleta maombi. Nchi mbalimbali zipo zilizoleta maombi hapa nchini kutaka kupata walimu kutoka Tanzania. Dunia ya sasa bila kushirikiana mambo hayawezi kwenda, na hapa ndo ule usemi wa kidole kimoja hakivunji chawa unapojidhihirisha. Tangu Kiswahili kitangazwa kuwa lugha ya kimataifa, huu ni utakuwa mwaka wa 4. Na kwa sababu hiyo watu sasa wameanza kuona umuhimu. Lakini hata hivyo tuna ushirikiano na chuo kikuu kimoja kipo Urusi, lakini pia tuna ushirikiano na chama cha waganga chama cha madaktari. Katika kuhakikisha kwamba fursa ya kutumia Kiswahili ikiwa ni sehemu ya chanzo cha mapato, serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imewataka wananchi kuchangamkia fursa mbalimbali ambazo zimejificha kwenye lugha ya Kiswahili ili waweze kuinuka kiuchumi. Nasema tena, Watanzania wenyewe hawajui thamani ya Kiswahili chao. Ndio maana ajira nyingi wanachukua nani? Sijasema mimi, nimesema nini? Takwimu latest robo bilioni duniani, yani milioni 250 wanazungumza Kiswahili ama kusoma Kiswahili ama kufanya research Kiswahili, lakini leo hatunacho sisi mkononi kama bidhaa, wanacho wengine. Wakati tunakurupuka yes no, unaacha lugha yako, unaona Kiingereza ndio lugha sahihi, kumbe kuna lugha yako mama ambao unaisahau. Tuliokuwepo ni mabalozi waliokuwepo nje ya Tanzania, wote wale kwa nchi walizokuwepo waje watutangazie kuna kipengele hiki na hiki na hiki na hiki hapa. Na Watanzania ambao walikuwa wenye professional Kiswahili, wenye ujuzi wa Kiswahili, wakishapata hiyo taarifa hizo, inakuwa ni rahisi sana kusaidia Watanzania ambao hawajui taarifa hizo kwa nje ya Tanzania. Kiswahili ni urithi, ni fursa, ni daraja. Tanzania inashikilia hazina ambayo dunia inakaribisha kwa mikono miwili. Swali ni je, tuko tayari kuishika? Tubakie na swali hilo. Tupo tayari kuishika fursa ya Kiswahili na tupo tayari kukifahamu Kiswahili fasaha? Mtazamaji, hiyo ndio ilikuwa lenzi ya leo.